Ninawasalimu katika jina la Bwana. Karibuni asubuhi ya leo tena wasikilizaji katika kesha la asubuhi. Tuombe tunapoanza. Baba na Mungu wetu mwema, tunakushukuru asubuhi ya leo tena. Tumeuona mkono wako ulio na nguvu, mkono wa ajabu utuwezeshao kuamka kila wakati. Wale wengine wakitegemea hilizi nguvu za giza ili ziwalinde, hata hivyo haziwezi kufanya hivyo maana wanateseka. Sisi tunaweka tumaini letu kwako, na kiukweli tunaona namna ambavyo hautuachi, unazidi kuwa nasi. Jina lako litukuzwe. Asubuhi hii tunakuja kwako, tunatamani utufundishe wewe mwenyewe. Njoo uwe nasi kwa jina la Yesu. Amen. Leo ikiwa ni Oktoba 10, somo la leo linasema usafi. Usafi. Fungu elekezi linatoka Timotheo wa kwanza 4:12 linasema, mtu awaye yote asiudhalau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Mwandishi anaanza kwa kusema, kwa kumpokea Yesu kuwa mwokozi wake binafsi, mwanadamu analetwa katika uhusiano wa karibu na Mungu na kupata fadhili zake maalum kama ilivyo kwa mwanaye mpendwa. Anaheshimiwa na kutukuzwa na ameshirikiana kwa karibu na Mungu, maisha yake yakiwa yamefichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu. Huu ni upendo wa pekee, upendo wa ajabu kabisa. Hili ni fundisho langu la usafi wa kimaadili. Kuweka hadharani weusi wa uchafu wa dhambi za watu hakutakuwa na manufaa hata nusu katika kung'oa dhambi, kama ambavyo ingekuwa kwa uwasilishaji wa mada hizi kuu na za kuadilisha. Ni Biblia na Biblia pekee ambayo imetoa mafundisho ya kweli juu ya usafi. Basi lihubiri neno. Hiyo ni neema ya Mungu. Huo ndio upendo ambao kwa huo alitupenda hata tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi, maadui akilini mwetu kwa matendo maovu, tukitumikia tamaa na anasa mbalimbali, watumwa wa uchu wa chakula na mihemko idhofishayo, watumwa wa dhambi na wa shetani. Ni upendo mkuu jinsi gani umeonyeshwa katika Kristo anapokuwa upatanisho kwa ajili ya dhambi zetu. Kupitia kwa usaidizi wa Roho Mtakatifu, nafsi zinaongozwa kuomba msamaha wa dhambi. Usafi na utakatifu wa maisha ya Yesu kama ambavyo umewasilishwa kutoka kwenye neno la Mungu una nguvu zaidi ya kurekebisha na kuadilisha tabia kuliko zinavyoweza kufanya juhudi zote zinazowekwa katika kusimulia dhambi na makosa ya wanadamu na matokeo yake halisi. Kumtazama kwa uaminifu Mwokozi aliyeinuliwa msalabani hata mara moja kutafanya zaidi katika kuisafisha akili na moyo mbali na kila unajisi kuliko ambavyo maelezo yote ya kisayansi kutoka kwa msemaji madhubuti yangeweza kufanya. Mbele ya msalaba, mwenye dhambi anaona kutofautiana kwa tabia yake na Yesu. Anaona matokeo ya kutisha ya uasi, anaichukia dhambi ambayo ameitenda na kisha anamshikilia Yesu kwa imani iliyo hai. Amehukumu hali yake ya uchafu katika nuru ya uwepo wa Mungu na weledi wa mbinguni. Ameiangalia kwa kiwango cha msalaba. Ameipima mizani ya upatanifu. Usafi wa Yesu umemfunulia uchafu wake mwenyewe katika rangi zake mbaya. Anageuka kutoka kwenye dhambi inajisio, anamwangalia Yesu na kuishi. Anapata tabia ishughulikayo, imarishayo na ivutiayo kwa Yesu Kristo, yeye ambaye alikufa ili kumwokoa kutoka kwenye ulemavu wa dhambi, na kwa midomo itetemekayo na kwa machozi utangaza, asingekufa bure kwa ajili yangu, na unyenyekevu wako umenikuza. Kama ngao dhidi ya majaribu na kuvutiwa kwa usafi na ukweli, hakuna mvuto mwingine unaoweza kuwa sawa na hisia ya kuwepo kwa Mungu. Usafi. Mwandishi katika somo la leo anatukumbusha tena msikilizaji namna ambavyo usafi ni kitu cha muhimu katika maisha ya Mkristo. Usafi ni kitu cha muhimu. Tunawezaje kuwa wasafi katika maisha yetu ya kila siku haya tunayoishi katika ulimwengu huu? Tunaweza kuwa wasafi kwa kutembea, kuishi, kutenda, kufanya mambo yetu tukimwiga Kristo, tukiangalia mfano kwa Kristo, yeye alivyoishi, yeye alivyotenda, alivyoenenda kupitia kwa neno lake takatifu ambalo linajifunua kwetu kila siku. Tunapolisoma linatuadilisha, linatubadilisha, linatupatia hekima, linatuongoza
inatumulikia njia na kutuelekeza ni wapi tunaweza kupita katika njia zinazofaa. Yesu aliishi maisha ya usafi, ya kuepuka dhambi kwa namna yote. Ijapokuwa dhambi zangu, dhambi zako zilimfanya hesabiwe mwenye dhambi, lakini hakuwa mwenye dhambi. Alikuwa ni mtu safi ambaye alidumu kushikilia usafi. Ni wito kwangu, ni wito kwako asubuhi ya leo. Bwana anatualika mtu yeyote asiudhalau ujana wako. Na ujana unaozungumzwa hapa si tu ujana au vijana wa umri, lakini sisi sote tuliompokea Kristo tunaitwa vijana kwa sababu tumepewa nguvu za kufanya kazi kama vijana walivyo na nguvu nyingi. Kwa hivyo tunaweza kuzitumia nguvu hizi si katika kutenda matendo maovu na dhambi na uchafu wa kila namna, bali kubadilishwa na tabia ya Kristo, kubadilishwa ndani ya Yesu, ili tuweze kufaa kwa ajili ya majukumu makubwa ya ukombozi wa roho zetu na ukombozi wa roho za watu wengine wanaotuzunguka. Mungu akubariki asubuhi ya leo. Mungu akutie nguvu, akubariki na kuongoze kwa jina la Yesu. Amena. Tuombe. Tunakushukuru Mfalme wa amani na Mungu wetu mwema kwa ajili ya asubuhi na somo hili ambalo umetufundisha. Asante kwa sababu unatamani sisi tuwe jamii ya wanadamu ambao tutakuwa safi kupitia kwa neno lako, tutatakaswa na kufanywa weupe kama theluji. Hiki ni kitendo kitakatifu ambacho kinawafanya watu wajiandae kwa ajili ya uzima, maana hakitaingia kinyonge mbinguni. Unapoendelea kufanya kazi hii ya kujitakasia watu ambao utakuwa nao katika uzima wa milele, usitusahau nasi tulio kundi dogo asubuhi ya leo. Takasa mioyo yetu, takasa nia zetu, takasa roho zetu, takasa mawazo yetu, takasa kila kitu ambacho kipo katika upande wetu wa maisha. Na sasa asubuhi hii tunapoenda katika kazi mbalimbali za mikono, tia nguvu mikono yetu tukafanya kazi kwa bidii, tukazione baraka zako kila mahali kwa jina la Yesu. Amen.